Mambo vipi? Tuko hapa na Gharibu Mzinga, tunazungumzia michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba Sports Club pia Young Africans ambao watachukua nafasi kubwa katika mazungumzo yetu. Lakini mchezo wa kwanza ambao tunaanza nao hivi sasa ni mchezo kati ya FAR Rabat na Young Africans. Kundi hili linatajwa kwa kundi la kifo kwa kweli, kwa mitazamo ya watu. Lakini kabla tujaenda mbali zaidi, pengine wewe unadhani ni kundi la kifo au la kawaida? Kundi la kifo. Anyways, ni lugha ambayo watu wanaitumia mtaani, kundi la kifo, kwa sababu tuna maneno mengi ya kifootball. Lakini ni kundi gumu, hamna kundi la kifo. Kundi gumu. Yes, ni kundi gumu na mimi nakubali hilo. Mara nyingi nimekuwa nikikubali kwamba hili ni moja ya makundi magumu. Na kuna watu wanasema, na wasikia kundi gumu kwa Yanga. Hapana. Sio kundi gumu kwa Yanga. Kundi gumu kwa kila mshiriki wa lile kundi. Yaani lile ni kundi ambalo Ahli ndio bingwa mara zote. Ni kundi ambalo analiangalia anasema msimu hapa nina kundi. Usione AS FAR Rabat na wenyewe wanaangalia wanasema hivyo, kama ilivyo pia kwa JS Kabylie na Young Africans pia. Kwa hiyo hii situation ambayo Yanga anaipitia ya kuona hili kundi ni gumu, ndivyo ambavyo mashabiki wa hizo timu nyingine wanapitia, wanaona hili kundi ni gumu. So lina ugumu katika maelezo hivyo. Lakini tukija kwenye eneo la fact, maana hiyo ni opinion. Tukija katika eneo la fact, ni gumu kwa sababu tunafahamu mpira wa Afrika kwa asilimia kubwa umetawaliwa na klabu kutoka kaskazini mwa Afrika. Ili kundi lina timu 3 kutoka katika ukanda huo wa kaskazini mwa Afrika. Lakini kama haitoshi, sio tu timu 3 kutoka kaskazini, timu 3 ngumu kutoka kaskazini. Hapo unazungumzia Al Ahly, ni greatest club of all time ndani ya Misri. Unazungumzia JS Kabylie, greatest club of all time ndani ya Algeria. Unazungumzia AS FAR Rabat. Hawa wanazidi wana Wydad peke yao. Ni mzani mmoja na Raja Athletic. Kwa hiyo na yenyewe pia ni klabu kubwa ndani ya Morocco. Kwa hiyo ni fact, hiyo ni miongoni mwa fakti za kusema hili kundi ni gumu. Lakini ni kundi ambalo tumeona klabu 3 kutoka katika kundi pekee ambalo klabu zake 3 zimechukua ubingwa wa hii michuano. Hakuna kundi jingine kwa maana Champions League. JS Kabylie wamechukua mara 2, AS FAR Rabat wamechukua mara 1 mwaka 85, Al Ahly wamechukua mara 12 nadhani. Kwa hiyo ni Young Africans pekee yake ndio ambaye hajachukua ile kombe. But Young Africans ameingia kwenye hili kundi sio kama timu dhaifu. Ndio uzuri wa hapo, kwamba licha hao wengine wana experience kubwa na hii michuano, lakini Young Africans hakuingia kama mchekea. Unajua tungeweza kupeleka kwa mfano sisi Sub-Saharan Africa, tungeweza kumweka mwakilishi wetu pale mmoja wa daraja la kati, labda Power Dynamos, St. Louis Lupopo, Stade Malien, timu za namna hiyo, tungesema kwamba huyu automatic hayupo, yaani tunamtoa kabisa. Lakini tumepeleka mwakilishi wetu bora miongoni mwa timu zetu za Sub-Saharan ambazo zinatuwakilisha vizuri, ndio yuko pale. Hao ni Young Africans, timu ambayo ina mafanikio mazuri kwenye miaka hivi karibuni kwenye michuano ya kimataifa ukikompea na rekodi zao za miaka ya nyuma. Kwa hiyo ni kundi wanavyosema watu kundi gumu, kwa hizi fakti na opinions unaona wanamaanisha kwamba hili kundi yes ni gumu. Kundi gumu kwa wote. Kwa wote ya. Sasa tuelekee katika mchezo. FAR Rabat tukiangalia katika msimu miwili hivi kwenye ligi ya Morocco wamekuwa wako vizuri kuliko yeah, sure. Na Young Africans the same. Pengine mabadiliko ambayo Yanga wameyafanya mapema kabisa ya coaching yanaweza kaathiri nini kuelekea katika huu mchezo? Okay. Nimewahi kuzungumza sehemu kuhusu kocha Pedro Gonçalves. Wamefanya mabadiliko Young Africans, mabadiliko ambayo yalikuwa yametokana na kutokufanya vizuri kwa kocha aliyepita. Romain Folz, mechi zake hizi 2 za mwisho hazikuwa nzuri. Alitoa sare dhidi ya Mbeya City, akaenda kupoteza dhidi ya Silver Strikers. Daraja la Young Africans na standard yao, wanacheza na Silver Strikers na wabana ambavyo kwa kiwango kile waliona imetosha. Huyu anaweza kupeleka timu at risk. Na unajua graph ya Young Africans manake wasinge qualify kwenda group stage, ingekuwa ni graph mbaya sana kwao, kwa sababu wametoka kwenye finali ya Confederation. Msimu uliofuata wameenda quarter final ya Champions League. Msimu unaofuata wameishia group stage ya Champions League. Msimu unaofuata waishia preliminary round. Ingekuwa ni graph inaporomoka vibaya mno. So kwa wao kunusa hatari
kwamba inawezekana ikaleta changamoto, na huyu kocha tayari kuna viashiria vyote vya kwamba sio kocha ambaye anafanya vizuri kwa huko alikotoka, lakini kwa ndani ya Young Africans. Yanga hata kwenye hizo mechi ambazo walikuwa wanashinda kwa staili ambayo wenyewe hawafurahi, wakaona isiwe tabu, wakamtoa akamleta na Pedro Gonçalves. Pedro ni kocha mkubwa, ni kocha mwenye experience kimataifa, ni kocha ambaye ana ubora mkubwa. Mimi binafsi nimekuwa nikifuatilia sana ligi ya Angola, naifuatilia. Lakini Pedro namfahamu muda mrefu. Pedro namfahamu tangu 2015-16. Kwa mara ya kwanza naingia Primeiro de Agosto. Kwa sababu Angola mimi ndio chama langu. Kwa hiyo tangu anaingia pale, lakini kumfahamu vizuri zaidi deeply ni 2019 kwenye finali za Afrika za vijana chini ya umri wa miaka 17 zilizofanyika hapa. Kwa hiyo ni kocha ambaye nikiwa natoa baadhi ya details zake nakuwa na maanisha. Na ni kocha ambaye nimesha kumzungumzia mara nyingi sana Pedro kabla hajaja hapa. Nimezungumzia kwenye session mara kadhaa. Sasa hii Young Africans ambayo tunaiona hapa inacheza, bado naamini bado Pedro hajafikia kwenye climax ya kuitengeneza timu. Pedro ni mzuri zaidi hapa tunapomuona. Sawa. Sasa inategemea na rasilimali watu ambazo yuko nazo. Sasa hivi anashinda result oriented, matokeo yanapatikana. Haichezi kwenye daraja lile kama ambavyo ilikuwa inacheza nyuma, kwa maana ya wakati wa Nasruddin Nabi, wakati wa Miguel Gamondi anaingia ile Sead Ramovic, Melody Hamdi, bado hiyo stability haijapatikana, na naamini hiyo stability haijapatikana kwa sababu ya kocha aliyepita hapa katikati. Inaonekana kama kuna vitu vimetibuka. Sasa kama kuna vitu vimetibuka, kuja kuleta timu kuingia kwenye rhythm nzuri ili icheze tena kandanda safi, it take time. Na yeye kaingia muda mfupi kwenye kikosi. Kwa hiyo sasa hivi ni result oriented, anataka matokeo. Kipindi hiki kimepatikana sasa hivi, kuna hiki kipindi cha mpito hiki cha hii break international. Naamini sasa ni muda ambao anaanza kuinput mbinu zake. Yaani atataka kuitengeneza Young Africans tofauti. Kwa hiyo kama itakuwa tayari imeshafanikiwa, basi uende tukaiona Young Africa tofauti kabisa katika mechi dhidi ya AS FAR Rabat. So kwa Young Africans kuleta huyu kocha, binafsi naona ni good move ambao wameifanya ya kumtoa Romain Folz kumuingiza Pedro Gonçalves, and so far ameshinda 100% katika mechi ambazo umesimama. Haya, ameshinda 100%. Sasa pengine mpinzani ambaye yuko naye sasa, huyu ambaye tunamuona kwa jinsi ulivyoangalia FAR Rabat, pengine maeneo gani watakuwa tishio na wachezaji gani ambao watakuwa tishio kwa Yanga, wanapaswa kuangalia kwa umakini? Honestly, kusema ukweli kabisa bila kupepesa macho, FAR Rabat wana timu nzuri kabisa. Wana timu nzuri. Kabla ya kuangalia maeneo gani muhimu kama swali lako la msingi linavyouliza, lakini FAR Rabat uangalie total last campaign. Msimu uliopita walicheza group stage kwenye kundi ambalo lina giant, the like of Mamelodi Sundowns, Raja Casablanca, AS Maniema Union, lakini walitop sio tu kuongoza, wameongoza unbeaten. Hawajapoteza mchezo hata mmoja. Wameenda kutolewa na Pyramids katika kota robo finali. Tena Pyramids kashinda mechi moja tu, goli 4-1 ile ya kule Egypt. Mechi ya pili kukapigwa yeye goli 2-0. Manake FAR Rabat amefanikiwa kumfunga bingwa wa Afrika msimu ule, mechi zote mbili kafunga magoli. Ila tu ile moja alipigwa chuma nyingi. That's why imeshindikana. Ukiangalia timu yao haijabadilika sana zaidi ya kuongeza qualities. Yaani kuna wachezaji wengine wameongeza kwenye kikosi. Hao wachezaji ambao wameongeza the like of kina Reda Slim ni moja ya viungo washambuliaji hatari sana. Reda Slim amerejea. Aliondoka kaenda Lahli. Yes, alikuwa Morocco, akaondoka kaenda Lahli, amerejea tena nyumbani. Kwa hiyo Reda Slim ni miongoni mwa hizo rasilimali mpya ambazo wamezileta, lakini pia kuna Mendy, yule beki wao. Yes, naye yuko pale. Hao ni baadhi ya wachezaji. Lakini sasa tukija kwenye swali lako la msingi sasa, kwa maana ya eneo gani ambapo FAR Rabat liko vizuri. Maeneo mengi FAR Rabat wako vizuri. Sio kama wafungwi. Wanafungika, lakini maeneo mengi wako vizuri. Miongoni mwa maeneo ambalo binafsi naona Young Africans tuko kuliangalia vizuri ni kwenye upande wao wa kushoto. Upande wa kushoto wa AS FAR Rabat. Upande ambao anacheza Al Fahly, wenyewe wanamuita Aura. Ni upande ambao anacheza To Carneiro. Unaona? Ni upande wa moto kweli upande huu. To Carneiro, Marcelo wa Luanda, Angola. Ni fullback ambaye jana alikuwa na Messi.
Argentina na Angola ya hiyo ni moja ya mafullback wazuri, ni hatari kwa upande ule wa kushoto. Upande wa kulia wanaye Anas Bash, ana uwezo kucheza kama center back, kama kucheza fullback. Wanaye Reda Slim katika upande kwa wings zao zote ni hatari, lakini kwenye eneo la midfield yupo Mohamed Rimat, alikuwa captain pia, tulimuona katika finali za CHAN zile, alikuwa yuko pale. Kwa hiyo eneo la midfield pia kuna baadhi ya wachezaji ambao ni wazuri wapo katika hilo eneo. So eneo la kwanza hatari left side, upande wao wa kushoto AS FAR Rabat ni nzuri. Young Africans kushoto, kulia anacheza nani? Izra. Anacheza Izra na Maxi. Na Maxi. Izra, Maxi, sometimes waga anachezaga kwa Celeste kwa. Yes, huu upande. Kibwana ingaja apate sana nafasi. Huu upande wanatakiwa kuwa na attention kubwa sana. Good thing ni kwamba kocha wa Young Africans Pedro Gonçalves anamfahamu vizuri toka Carneiro. Kwa hiyo inawezekana anajua namna ya kuishi naye, kama ambavyo kocha wa AS FAR Rabat anavyomfahamu vizuri Musa Bala Conte, amefanya naye kazi Sfaxien. Yep. Mzinga, Simba Sports Club na wao watashuka uwanjani na Petro Atletico Club kama unavyosema mwenyewe. Inatajwa kuwa ni timu ambazo mizani iko sawa. Kwa unaojua kabumbu wanasema hivyo. Pengine mtazamo wako koje kuhusiana na kauli? Mizani tukisema iko sawa ndio inahitaji utetee. Inahitaji kuna namna fulani vile vile utetee ili useme iko sawa. Lakini unaweza nikaelewa kwa namna moja, kwa namna nyingine usielewe. Ukisema iko sawa kwenye mustakabali gani? Kwa mfano hizi timu zote tunasema ni timu ambazo zinatokea katika hizi hatua. Yaani huaga zinatokea kwenye hizi hatua. Haijalishi nani katokea mara nyingi, lakini huaga wanakuja. Kwa hiyo unaweza ukapima kwa namna hiyo. Lakini tukija kwenye nani katokea mara nyingi, nani akapata mafanikio, Simba nadhani atakuwa yuko juu. Lakini hata kwa sasa hivi nani ameingia kwenye hili kundi? Unajua kundi limepangwa kutokana na ubora wa viwango. Kwa hiyo wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa nne ni kwa viwango, ni ubora ule. Sasa Simba kaingia kama nafasi ya pili, katokea kwenye pot namba 2, pot B. Petros katokea kwenye timu kwenye pot namba 3, pot C. Kwa automatic tayari Simba yuko level tofauti kidogo na huyu. Ila hawajaachana pakubwa kwa kusema kwamba huyu amwezi kabisa. Petro anaweza kuruka naye Simba vizuri. Unaona? Na Simba anaweza kuruka na Petro vizuri. Kwa hiyo kinaumana hiyo mechi. Yes, kuna vitu Petro kafanya Simba hajafanya. Simba kuna vitu kafanya Petro hajafanya. Kwa mfano, Petro ana finali moja tu ya CAF. Alicheza miaka ya nyuma huko, sio kwa mwaka 90 ngapi sio? 90. Tena ilikuwa ni kombe ile la Simba, kombe la CAF. Mwaka 97. Simba katangulia mwaka 93, Petro 97 akaenda kucheza finali. Wote walikosa. Baada ya hapo Petro hajarudi kwenye finali nyingine yoyote. Simba karudi tena msimu uliopita. Umeelewa? Lakini pia Petro ameweka rekodi misimu miwili nyuma ya kucheza group stage, hajaruhusu goli mbili. Mechi 6 za hatua ya makundi hajaruhusu goli hata moja. Petro amefanya hivyo, Simba hajafanya. Sawa? Alienda kutolewa robo finali, alitolewa na kunguru weusi wa Lubumbashi. Tupu sa Mazembe. Lakini Simba hajawahi kufanya hicho, ila kaingia robo finali nyingi. Yaani Simba hajawahi kuishia group stage. Sawa? Kwa hiyo kuna vitu wanatofautiana. But ukiangalia in details unakuta vingi vinampendelea Simba. Sawa? Tukija kwenye fact ya mechi yenyewe, ni mechi nzuri sana. Nzuri sana kwa sababu nimetoa hapa baadhi ya maelezo kwamba ni mechi ambazo ni wapinzani ambao hawajatofautiana pakubwa sana. Ni mpinzani ambaye naamini Petros wana timu nzuri, lakini Simba at home hapa kwenye makaratasi Simoni Petro akitoboa hapa. Simoni Petro akitoboa. Naamini Simba anaenda kufanya vizuri katika hiyo mechi kwa vitu vingi. Simba anafanya vizuri katika ligi ya nyumbani. Wameanza vizuri kampeni zao mpaka hapa walipofika.
chini ya kocha wao mpya huyu meneja Dimitar Pantev. Petros Atletico na wenyewe pia wana kocha wao Muhispania ambao wamefuzu kuingia hapa walipoingia kwa maana ya group stage, lakini kwenye ligi yao hawajaanza vizuri sana. Umeelewa? Sio vibaya ila sio vizuri sana walivyoanza. Ligi yao nadhani anaongoza wale CD Recreativo Dolibolo wanaongoza, lakini Petros wanapambana na wao namna kusogea pale juu. So ukipima ligi ya Angola, ukipima ligi ya Tanzania, unaona na zenyewe pia hazijaachana sana. Yaani miongoni mwa zile ligi za Sub-Saharan ambazo zinafanya vizuri ni pamoja na hizi ligi. Utofauti ni kwamba sisi klabu zetu zinafika mbali nyingi. Unajua ligi yetu sisi mpaka kwa kwenye viwango vya CAF kwamba ligi sio namba 5 au namba 4 kwenye ubora, kwa sababu klabu zetu zinafanya vizuri na sisi tuna klabu nyingi nzuri. Tuna Yanga nafika mpaka finali, tuna Simba nafika mpaka finali. Haya makota haya wanafika sana. Lakini ukija kuangalia wao Angola unakuta ni Petros ndo wajitahidi aipate robo. Wengine wanakuja group stage wanaishi hapa wanatoka. Kina Bravos do Marquis msimu uliopita, kina CD Lunda Sul wanaishi hapo. Kwa hiyo timu zao kuna wale wanaitwa Esperança do Sambizanga. Na wenyewe pia wanaenda wanagusa wanarudi. Kwa hiyo wanakosa support, yani Petro wanakosa support ya maklabu mengine ya Angola kufika mbali. Tofauti na sisi tuna matimu mawili tu ambayo yanafanya vizuri. This time around tumeyapeleka matimu 4. Umeelewa? Kwa hiyo tuna possibility ya kufanya vizuri kuongeza points zaidi, lakini tofauti na hapo kwa maana ya quality katika pitch kwa kile ambacho wanakicheza, unaona ni ligi ambazo hazijaachana mbali sana kwenye huo ubora. So hii mechi kwa advantage ya nyumbani Simba namuona anashinda hii mechi. Lakini naona Simba na wakati mgumu kwenye mechi ya pili ya 11 Novemba. Ila hii nampa nafasi kubwa ya kushinda Simba Sports. Ndio nafasi unayotoa kutokana na historia na vikosi jinsi vilivyo. Sababu kuna vikosi hapo kuja kupa bado. Of course, Petro na timu yao kwa muda mrefu timu yao imebadilika tu maeneo machache. Miongoni mwa strength zao ni backline yao. Wana backline ya muda mrefu akina Victor Nanke, Vidinho na wanachezaga back 3. Vidinho yuko pale, Joaquim Balanga, wanamuita Kinito naye yuko pale. Lakini pia kuna Eddie Afonso yuko pale kwa anacheza na back 3 yao. Pembeni na ma wing backs ambao wana speed. Mmoja aitwa Hossi akimbia sana kwenye channel tulimuona. Yes, kwenye upande wa kushoto sasa alikuwa To Carneiro zamani. Bwana. Lakini To sasa hivi yupo Esfa. Kule juu kwenye safu ya kushambulia. Kwa sasa wana striker mmoja anaitwa Joe Paciencia. Wamemchukua Bravo. Msimu uliopita alikuwa na Bravo na Simba. Yes. Ana experience kidogo na Afrika. Amecheza Cape Town New City ya South Africa. Kwa hiyo ni striker ambaye wamemchukua wamemleta pale kwenye safu ya kushambulia kwao. So ni timu fulani hivi ambayo haijabadilika sana. Asilimia kubwa wachezaji wao ndio wale akina Alem, utamkuta tu Alem kwenye eneo la midfield bado yupo. Asilimia kubwa timu yao ni ile ambayo imekuwepo kwa misimu mingi. Haijabadilika sana. Tofauti na Simba ambao ukiangalia kikosi chao kwa asilimia kubwa ni maingizo mapya. Big line Shomari ndio yuko muda mrefu. Lakini hawa waliobakia kuanzia Shamu, kuanzia Abdurazak, kuanzia Rushan Derek, ukiendelea kwa Anthony Mbigo, kwenye midfield pale Kante, ukienda kwa kina Joshua Mutale, wachezaji wao wengi ni wapya kina Elim Panzo wao. Kwa hiyo timu yao ni kama mpya hivi ambao wameitengeneza. So naona nafasi kubwa nayo Simba. Yeah. Anaongeza Farina. Anaongeza mwenyewe. Sema chochote. Niseme chochote. Wachezaji au wamekucheza semi-final 21 22 robo walimtoa Mamelodi na kocha wakati huo ndo walikuwa Alexander Santos, huyu kocha wa pengine kwa Simba tumeona mechi ya mwisho dhidi ya Nsingizini walivyo struggle kupata matokeo nyumbani, na hata ukiangalia mechi yao pia hata na nyingine ya mwisho kabla ya Nsingizini pia wakupata ushindi kwenye uwanja wa Benjamin. Pengine hii rekodi haitii wasiwasi kule katika mchezo na haya mabadiliko ambayo yametokea hivi karibuni.
Vitu vinabadilika, vitu vinakuwa tofauti kabisa. Hii ni group stage, ni stage nyingine tofauti. Zile mechi za kule hata approaches zinakuwa tofauti. Ni approach ya kocha anavyoandaa mpango kazi wake, anaandaa mpango kazi wa kupata ushindi wa mechi, kwa sababu kule hakuna alama. Kwa hiyo game approach inakuwa tofauti, wanacheza kwa namna ya kupata alama, kwa namna ya nini, ya kushinda. Tena unashinda na uzuie mwenzako asipate magoli. Huku group stage watu wanatafuta ushindi kwa ajili ya alama na wanaenda kwa timing, kwamba hapa naipata draw, hapa naipata alama ngapi. Kwa hiyo approaches zinakuwa tofauti kidogo. Group stage experience iko tofauti. Good thing ni kwamba wana kocha ambaye group stage sio mara ya kwanza, kwa maana ya Dimitar Pantev. Msimu uliopita alikuwepo hatua ya makundi ya Confederation Cup akiwa na kikosi cha Orapa United kabla ajenda Gaborone United. So ni kocha ambaye tayari ameshapata a bit experience kwa alikotoka. Anafahamu namna ya test ya group stage inakuaje. Ingawaje kule kumaliza kwa sababu aliondolewa baada ya kupoteza kwa goli nyingi, sio kwa 5-6 na USM Alger. So anajua kwamba group stage zinahitaji kitu gani. Mambo ambayo aliyafeli kule yanakuwa somo lesson, yanakuja kumsaidia katika mechi hizi nyingine ambazo wanazichezea, anachezea akiwa yuko upande wa Simba. Kwa hiyo ni experience nzuri ambayo amepata, na wenyewe Simba good thing ni kwamba hawajawahi kuishia group stage. Yes, kwa hiyo watatumia hiyo experience yao kwa ajili ya kwenda mbele. Morris Abraham, tukianzia hapo, Morris Abraham na Louis Mixon, naona kuna vitu vinatofautiana vingi sana. Unajua Louis Mixon alikotoka, kwa maana ya UD Songo, alikuwa anacheza inside left namba 10. Sawa? Kwa anacheza namba 10, namba 9 alikuwa anacheza Lau King. John Banda yuko chini hapa. Kwa maana namba 8, namba 6 alikuwa anacheza mtu mmoja anaitwa Amade Momadu. Sawa? Tuishie hapo. Lakini akiwa ndani ya Simba walimbadilishia mazingira na kumtolea wide, akitokea pembeni. Ndio eneo ambalo alikuwa anaonekana kuwa hatari zaidi, kwa tishio. Unawezekana ikawa sio tishio kwa numbers, lakini tishio kwa movements zake. Kuna creation of chances ambazo anazitengeneza, uhatari wake akiwa na mpira, uwezo ku drive, uwezo kuchukua mpira hapa kaanza safari anaondoka. Unaona? Kitu ambacho Morris Abraham ana hiyo caliber. Morris Abraham nipe nikupe. Anachukua mali kwenye eneo la midfield, anaangalia wapi sehemu sahihi ya kupeleka mpira, aipeleke hiyo mali. Jicho zuri la kupiga pasi. Pengine Morris akawa na jicho zuri zaidi kuliko hata Louis Mixon kwenye kupiga pasi. Mixon ni mzuri kwenye transition. Timu inashambuliwa, wamepoka mpira haraka, wanaondoka. Mixon muachie mpira. Ana uwezo ku drive akaondoka nao. Aliwahi kufanya kwenye mechi moja, ilikuwa dhidi ya Platinums kama nakumbuka vizuri. Hapo Mkapa, nakumbuka. Alilamba chenga watu wengi, kapiga akaondoka zake mbele. Sasa ile ni ability. Umeelewa? Unafikiri Morris anaweza kwa kaliba yake, unafikiri anaweza kupita vile kwenye ule ukuta? Hawezi. Yaani asingejisumbua, kwa sababu tunasema individual tactical. Yaani player caliber, kwamba Louis Mixon kafanya vile kwa sababu ni mchezaji wa kaliba ile. Yaani ni dribbler, ana uwezo kuondoka na mpira, ndio maana kafanya vile, katachenga watu wengi. Lakini Morris pale asingefanya vile, pengine hata kama angekuwa anaweza, lakini angelamba wa kwanza, angetafuta mwenzie yuko wapi, kwa sababu ya kaliba yake. Kwa nini jisumbue kwa namba wengi, usianze na mwenzako afuka tafuta position sehemu nyingine? Yeye alitua pale. Anyways, swali lako la pili kuhusu Neo Maema. Neo Maema ni mchezaji mzuri tangu alikotoka. Yaani ninavyosema mchezaji mzuri, Neo Maema sio ndo mchezaji mzuri wale A-list wa kutisha sana, kwamba Neo Maema ni mzuri sana. Kawahi kuwa Gaston Sirino, kawahi kuwa Temba Zwane, kawahi kuwa maybe nani, Renford Calabar, fundi huo. Kawahi kuwa Tresor Mputu Mabi. Sio hayo madaraja. Au Mohamed Aboutrika. Sio hayo madaraja. Hayo ni madaraja mengine makubwa zaidi. Lakini kwa daraja lake alikuwa mchezaji mzuri, mchezaji ambaye alikuwa na kiwango kizuri kabla ya Mamelodi,
mpaka ameingia Mamelodi, lakini ndani ya Mamelodi alikuwa na struggle kupata nafasi ya kuanza mara kwa mara licha ya uzuri wake, lakini kupata ile nafasi ya moja kwa moja kujihakikishia ilikuwa ngumu. Kwa nini? Kwa sababu pia ya madaraja ya wachezaji wa Mamelodi. Wana wachezaji wengi ambao madaraja yao ni makubwa kwenye ile position ambayo yeye anacheza kama nambari 10. Sasa amekuja ndani ya Tanzania. Mazingira yako tofauti, kuna vitu vingi vinatofautiana. Tanzania ni kwa mara ya kwanza mchezaji anatoka hapana. Kuna engo kutoka nizungumzie, lakini itakuwa haina mashiko. Lakini yeye kwa mara ya kwanza anatoka nje ya nyumbani. Neo Maema anatoka South Africa na kwenda kutafuta malisho sehemu nyingine. Kwa hiyo aende kucheza tournament na kurudi, anakwenda kufanya makazi, maana yake aishi huko, mazingira akutana nayo huko. Kwa hiyo inawezekana akapata tabu kwenye kuadapt. Ingawaje pia bado ni mapema kusema Neo Maema kafeli, bado ni mapema sana. Lakini ana nafasi ya kufanya vikubwa zaidi, ya kufanya vizuri zaidi. Kuna vitu vingi ambavyo anatakiwa kuadapt. Utamaduni wetu, hali ya hewa yetu, na playing style ya Simba. Hivyo ni vitu vyote ambavyo anatakiwa kuvijua. Akishaadapt vizuri ndo aanze kuonesha yale makali yake. Tumeshashuhudia hapa washakuja wachezaji wengi tu wazuri, lakini hawakuanza vizuri, si ndio? Walianza kwa struggle. Vile mimi namtolea sana mfano wa Ziziki. Hakuanza vizuri, lakini kadri muda ulivyozidi kwenda akathibitisha akawa MVP katika season yake ya pili anacheza. Kwa hiyo kwa Neo Maema ana muda bado, lakini pia kuna situation fulani vya wachezaji wa Afrika Kusini ndani ya Afrika. Mwanzo pale Ofoya tulikuwa tunamzungumzia Stephen Pina, umeona, akina Ben McCarthy, hao walifanikiwa, lakini wamefanikiwa Europe, wameenda huko. Lakini wachezaji wengi wa South Africa ndani ya mataifa mengine ya huko wana struggle. Sijui kwa nini, sio wote ila wengi. Mfano kuna Elias anaitwa Stephen Booth. Wapi Stephen Booth? Kuna Russian Derek anaonekana kuadapt. Yes. Au wanasema wale watoto Cape Town wengi wakitafuta malisho sehemu zingine huwa hawapati shida, tofauti na watu wengine wa South Africa kutoka katika miji mingine. Kwenye Cape Town ndio uzunguni kabisa. Unajua Cape Town ndio la yenyewe. Sasa kwa mfano Makati ametoka Cape Town. Russian Derek kutoka Cape Town. Kuna theory kule South Africa inasema watu wa Cape Town kutoka nje ya wana maisha fulani ya usolidi na kadhalika, yanawapelekea wao kutoka nchi za watu huko wana adapt haraka. Alishindwa Israel. Russian Derek alishindwa Israel, wakamrudisha tena South Africa. Umeelewa? Ameanza vizuri ndani ya Simba Russian Derek, lakini wachezaji wengine wengi wanakuwa wanachemka maeneo mengine mbalimbali. Kwa mfano pia naweza kukutolea mfano wa Kanyisa Mayo, bonge moja la striker South Africa, amekuwa top scorer, lakini akawa amekwenda CR Belouizdad. Mambo yake tofauti. Wana yule mwingine anaitwa Elias, yule pia amecheza Esperance. Na mwenyewe pia nadhani wamemtoa kama sikosei, wamempeleka sehemu nyingine kwenda kucheza. Wachezaji wa Kisauzi wanapata tabu ndani ya Afrika. Hata Percy Tau sio yule aliyekuwa anacheza Ahli. Sio Tau yule ambaye tunafahamu. Kwa hiyo kuna changamoto kidogo kwa wachezaji hao. Makudubela aliwahi kuja hapa pia akachemka, akaenda Vita Club akachemka, akaenda huko wapi Angola. Ndo yuko na Wiliete kule, lakini mwenyewe pia nafasi imekuwa ngumu kupatikana. Kwa hiyo kuna hayo mazingira.